Hujambo na karibu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania leo. Mtazamaji, wa Tanzania wengi leo wameshangazwa baada ya kiongozi huyu wa kanisa Katoliki kukataa mwaliko wa Samia Suluhu Ikulu na pia kukataa kushiriki tume ya Rais Samia Suluhu baada ya kuitwa na tume hiyo ya Samia. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kiongozi wa kanisa Katoliki na askofu maarufu nchini Tanzania amepiga chini mwaliko wa Samia Suluhu na tume yake ya uchunguzi. Uamuzi wa Askofu Imwas Bandekile Mwamakula kukataa mwaliko kutoka kwa tume ya Rais Samia umeleta safu mpya ya utata katika mjadala wa kisiasa wa Tanzania baada ya uchaguzi. Leo tume hiyo iliyoteuliwa na Samia Suluhu Hassan kuchunguza machafuko yaliyohusishwa na kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Kwa mujibu wa mawasiliano rasmi leo, askofu huyo Mwamakula alikuwa amepangwa na kuitwa kufika mbele ya tume hiyo tarehe 22 Januari mwaka huu jijini Dar es Salaam. Kukataa kwake sasa kumetangazwa hadharani na kuambatana na maelezo ya kina ya hoja yake. Hata hivyo, alikataa kabisa mwaliko huu wa serikali. Hatua hiyo imetafsiriwa mara moja kuwa isiyo ya kawaida kwa kuzingatia ushiriki wa jadi wa viongozi wa kidini na Katoliki na michakato ya serikali. Pia ilivutia umakini wa kitaifa kutoka kwa watendaji wa kisiasa na wapinzani pamoja na mashirika ya kiraia na umma haraka sana. Katika maelezo yake, askofu huyo alieleza kuwa uamuzi wake wa kukataa mwito wa Samia Suluhu ni matokeo ya kutafakari kwa muda mrefu asili na mamlaka ya tume hiyo iliyochaguliwa kuchunguza. Alisisitiza kwa mamlaka ya tume na chimbuko lake lilizua maswali mazito kuhusu uhuru wake wa tume hiyo iliyoteuliwa na rais. Alibainisha iliundwa kupitia mamlaka ya rais na kusababisha tatizo la mtazamo katika kesi ambapo urais wenyewe ni sehemu ya utata wa umma na unaofaa kuchunguzwa. Hata hivyo, alisema kuwa ushiriki chini ya hali kama hizo unaweza kuathiri uwazi wa maadili. Askofu huyo wa Katoliki alisisitiza kuwa msimamo wake wa kutokubali mwaliko wa Samia na tume yake haukuchochewa na uadui wa kibinafsi. Badala yake, aliweka kama msimamo wenye kanuni unaokita mizizi katika dhamiri na maadili ya kitaasisi. Kiini cha wasiwasi wake ni madai yaliyoenea katika mjadala wa hadhara kwamba mamlaka za serikali zilihusika katika vurugu wakati wa uchaguzi. Askofu huyo Katoliki wa Tanzania maarufu Mwamakula alisema madai haya hayajashughulikiwa ipasavyo kwa namna ambayo inawatuliza wananchi. Aliteta kuwa tume iliyopewa jukumu na Samia Suluhu la kuchunguza masuala kama haya lazima isiwe na ushawishi wowote. Kulingana na hoja yake, askofu huyo, chombo kilichoteuliwa na mamlaka inayoshutumiwa ya Samia katika mazungumzo ya hadhara hakiwezi kuamuru uaminifu wa wote kwa urahisi. Alishikilia kuwa suala hilo la kimuundo linadhoofisha uaminifu wa uchunguzi huo. Kwake, uhalali wa maadili ulikuwa muhimu kama mamlaka ya kisheria na hivyo kukataa mwaliko huo wa Samia. Askofu alieleza sababu nyingi za kimaadili na kiutaratibu za kukataa kwake, akianza na suala la mamlaka ya uteuzi. Alisema kuwa jukumu la rais katika kuchagua makamishna kwa asili linaathiri mitazamo ya kutegemea upande wowote. Kwa maoni yake, hii inakuwa nyeti hasa wakati tume inapochunguza hatua zinazodaiwa kufanywa na vyombo vya serikali vilivyo chini ya amri ya Rais Samia. Hata hivyo, aidha alidai kuwa uhuru lazima uwe wa kweli na uonekane kwa umma. Bila hivyo, alisema ushuhuda una hatari ya kufasiriwa kama kuhalalisha mchakato wenye dosari. Hili, alionya, linaweza kuzidisha migawanyiko ya kitaifa badala ya kuponya. Wasiwasi mwingine uliotolewa ni jukumu la kikatiba la rais kama amiri jeshi mkuu wa majeshi Tanzania. Askofu Mwamakula alidokeza kwamba vyombo vya usalama vilivyohusishwa na machafuko hayo viko chini ya muundo huu wa amri na hivyo hatakubali mwaliko huo. Alisema kuwa hakuna utengano wa wazi wa umma kutoka kwa madai ya unyanyasaji uliosemwa katika kiwango cha juu zaidi. Kutokuwepo huku, kwa maoni yake, kunatatiza uwezo wa tume kuchunguza mwenendo wa usalama bila upendeleo. Alisema kuwa uwajibikaji unahitaji utengano wa wazi kati ya wachunguzi na wale walio na jukumu la amri. Bila utengano kama huo, imani ya umma inabaki kuwa dhaifu. Askofu Mwamakula alibainisha zaidi kuwa kukataa kwake mwaliko wa Samia Suluhu na tume yake kusisomeke kama shambulio dhidi ya makamishna binafsi au serikali. Alikiri kuwa baadhi ya wajumbe wa tume hiyo ni wataalamu wanaoheshimika na wenye taaluma zinazoaminika. Hata hivyo, alisisitiza kuwa uadilifu wa mtu binafsi hauwezi kufidia kikamilifu dosari za muundo wa taasisi.
Suala hilo alisema lipo katika mfumo ambao tume hiyo inafanya kazi. Alisisitiza kuwa hata watu wenye nia njema wanaweza kubanwa na hadidu za rejea na mamlaka ya uteuzi. Hata hivyo, pia alisisitiza jukumu la viongozi wa kidini kama sauti za maadili badala ya watendaji wa kisiasa. Kulingana na taarifa yake, askofu kujihusisha na mchakato anaona kuwa umekiukwa kimaadili kungefifisha jukumu hilo na kuweza kumharibia jina. Alisisitiza kwamba viongozi wa imani wana jukumu la kulinda ukweli wa maadili hata wakati kufanya hivyo kunavutia ukosoaji. Askofu alisema kuwa ukimya au kushiriki chini ya maandamano kunaweza kutafsiriwa vibaya. Kwa maoni yake, kukataa ilikuwa njia ya wazi zaidi ya kuwasiliana na wasiwasi. Aliweka hili kama kitendo cha kuwajibika badala ya ukaidi. Mwitikio wa askofu na mwitikio wa waangalizi wa kisiasa umekuwa mkanganyiko, unaoakisi mgawanyiko mkubwa ndani ya jamii ya Kitanzania na serikali. Wachambuzi wengine wanaona uamuzi wa askofu huyu maarufu wa Katoliki Tanzania kama uthibitisho wa ujasiri wa uhuru wa kimaadili. Wanasema kuwa inaangazia wasiwasi wa muda mrefu kuhusu uaminifu wa vyombo vya uchunguzi vilivyoteuliwa na serikali ya Tanzania. Wengine wanadai kwamba kukataa kwake kunanyima tume ya mitazamo muhimu. Wanapendekeza kwamba uchumba ungeweza kuruhusu ushawishi wa ndani badala ya ukosoaji kutoka nje. Mjadala huu umejitokeza katika majukwaa ya vyombo vya habari na vikao vya umma leo. Katika duru za kidini, mitikio pia imetofautiana. Baadhi ya viongozi wa imani Katoliki wameonyesha kuunga mkono kimya hoja za Askofu Mwamakula. Wanaona msimamo wake wa kutokubali mwito wa Samia Suluhu unapatana na mapokeo ya kinabii ya kusema ukweli kwa mamlaka. Hata hivyo, serikali kwa upande wake imeshikilia kuwa tume hiyo iliundwa kwa mujibu wa sheria. Viongozi wamesisitiza kuwa Rais Samia Suluhu ana mamlaka ya kikatiba kuteua vyombo hivyo. Hata hivyo, wanahoji kuwa kazi ya tume ni muhimu kwa kurejesha utulivu na uwajibikaji baada ya uchaguzi. Huku wakikubali kukosolewa, wawakilishi wa serikali ya Samia wanasisitiza kuwa mchakato huo utakuwa wa haki. Wamewahimiza wadau wote kushiriki kwa nia njema. Mashirika ya kiraia pia yameshikilia kukataa kwa askofu kama kichocheo cha majadiliano mapya juu ya mageuzi ya kitaasisi. Vikundi vingi vimekariri wito wa kuwepo kwa mifumo huru ya kuchunguza ghasia zinazohusiana na uchaguzi. Hata hivyo, wanasema kuwa uaminifu unategemea uteuzi wa uwazi wa makamishna na ulinzi wa wazi dhidi ya kuingiliwa. Kauli ya Askofu Mwamakula imetajwa kuimarisha matakwa haya. Kwa wanaharakati, kukataa kwake kunasisitiza uharaka wa mageuzi badala ya kukataa uwajibikaji, na pia kunakuja kama taarifa mbaya na pigo kubwa kwa serikali ya CCM na Samia Suluhu. Waangalizi wa kimataifa pia wamezingatia hali inayoendelea Tanzania. Baadhi ya vyanzo vya kidiplomasia vimesisitiza umuhimu wa uchunguzi jumuishi na wa kuaminika. Wanabainisha kuwa imani ya umma ni muhimu kwa maridhiano ya kitaifa, huku wakijiepusha na maoni ya moja kwa moja juu ya uamuzi wa askofu. Wameangazia kanuni pana ya uhuru. Mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na swala hili.